kidogo kwenye eneo la haki ya kupiga kura kwa mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nitumie nafasi na bunge lako tukufu kutoa shule kidogo kwa chama cha Chadema na wafuasi wao. Mheshimiwa Naibu Spika, haki ya kupiga kura ni haki ya Mtanzania. Ukisoma kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 5, naomba nisome kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Ibara ya 5 inasema kila raia wa Tanzania aliyetimiza umri wa miaka 18 anayo haki ya kupiga kura katika uchaguzi nchini Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, haki ya kupiga kura ni haki ya uraia wa Tanzania. Hakuna mtu mwenye haki ya kuvuruga haki ya mtu mwingine ya kwenda kupiga kura. Maana yake haki pekee walionayo vyama ambao hawashiriki uchaguzi, wana haki ya kutokushiriki uchaguzi, wana haki ya kutokupiga kura wao, lakini hawana haki ya kuzuia Watanzania wengine kupiga kura katika nchi hii. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma ibara ya 30 ya katiba hii imeeleza vizuri kwamba uhuru wa watu wa kutumia haki yao ya kujieleza unapaswa ukome inapoanzia haki ya watu wengine. Mheshimiwa Rais alikuja na fawara katika nchi yetu. Fawara zimekuwa na matunda makubwa, zimefanya reform katika sheria, zimesaidia kuweka utulivu katika nchi. Lakini Mheshimiwa Spika, inaonekana wenzetu wa Chadema wamevimbiwa fawara za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Baada ya kupata uhuru wa kujieleza, uhuru wa maandamano, wameanza kuvuka mipaka kwenda kuvuruga haki za wengine kupiga kura. Nataka niombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara hii ya Katiba na Sheria, tunaomba mlinde haki za sisi wa Tanzania ambao tupo tayari kwenda kupiga kura Oktoba mwaka huu. Pia nitoe wito kwa vyama vyote vya siasa kama alivyosema Dr. Nchimbi kwamba uchaguzi wa mwaka huu si uchaguzi wa mwisho, uko uchaguzi mwingine baada ya 2025 watashiriki huo. Na ziko njia mbili tu za kufanya reforms kwenye sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, njia ya kwanza, unafanya reform kupitia bunge hili, unaleta sheria ndani ya bunge, unafanya reforms kwenye sheria. Njia ya pili, kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, unafanya reform kupitia mahakama. Kama iko sheria ambayo haiko sawa, katiba imetoa nafasi ya mtu kwenda mahakamani kuchallenge hiyo sheria ili uweze kurekebishwa. Iko mifano mingi. Mwaka 2004 bunge hili lilitunga sheria ambayo haikuwa nzuri, sheria ya takrima. Wanaharakati walienda mahakamani, sheria hii ikaondolewa. Nataka nitoe wito, huwezi kufanya reform ya sheria kwa kufanya maandamano mtaani Kariakoo. Huwezi kufanya reform ya sheria kwa kuhamasisha watu wasiende kupiga kura. Asante. Kengele ya pili bungeni. Naibu Spika, Wizara ya Katiba na Sheria ndio custodian wa sheria za nchi. Ndio mna jukumu la kusimamia sera kwenye maeneo haya. Yako mambo ambayo inawezekana, Mheshimiwa Naibu Spika, yakawa hayagusi moja kwa moja Wizara ya Katiba na Sheria, lakini hamwezi kukapa jukumu lenu la kutusaidia kuwapa elimu wa Tanzania juu ya sheria mbalimbali tunazotunga kwenye nchi yetu ili mambo yawe mazuri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko sana, wako watu wanazunguka huko mtaani wanawahadaa wa Tanzania, wanawadanganya na wanawaambia kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Kimsingi, Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia mabadiliko wanayoyasema ni mabadiliko ambayo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utashi wake mkubwa wa kisiasa aliamua kuyachukua, akaamua kuyafanyia kazi. Serikali ikaleta bungeni mapendekezo ya miswada ya sheria 3, tukafanya kazi ya kuchambua sheria hizo na tukatunga sheria ambayo lengo lake ni kufanya hayo maboresho ambayo hao wenzetu ndio wanapita wanaambiwa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali mkiendelea kukaa kimya, wasiokuwa na nia njema na taifa letu wataendelea kuchafua nchi yetu, wasiokuwa na nia njema na taifa letu wataendelea kuwadanganya wa Tanzania, wataendelea kuichafua na kuiharibu nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nitumie nafasi hii ya leo niombe serikali, niombe wizara, pamoja na kwamba mambo ya uchaguzi ni mambo yanasimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini jambo la uchaguzi ni jambo la kisheria. Hamwezi kukwepa jukumu lenu la msingi la kutoa elimu kuhusu sheria hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka jana 2024 tumepitisha sheria hapa, tumefanya maboresho makubwa sana, na mimi nataka nitumie nafasi hii ya leo kuyasema ili Watanzania huko nje wajue kwamba serikali na bunge lao tulishafanya kazi kwenye eneo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu tumetengeneza sheria maalum ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Huko nyuma tulikotoka, Mheshimiwa Naibu Spika,
mambo yote ya tume ya uchaguzi zaidi ya kwenye katiba, lakini pia tulikuwa tunayakuta kwenye sheria ya taifa ya uchaguzi, lakini kidogo na kwenye sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi yetu tumetunga sheria maalum inayoshughulika na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Na kwenye sheria hii, Mheshimiwa Naibu Spika, tumefanya maboresho makubwa sana ambayo ndio yalikuwa yakipigwa kelele muda wote. Wenzetu hao kwa miaka yote wamekuwa wakilalamika juu ya uteuzi wa wajumbe wa tume, kwa maana wale makamishina. Kwenye sheria ya taifa ya uchaguzi tulofanya, Mheshimiwa Naibu Spika, ukaenda kifungu cha 5, cha 7, cha 9, tumekuja na utaratibu mpya. Yako mambo matatu makubwa yamefanyika kwenye tume, namna ya kuwapata wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais pamoja na kupewa mamlaka na katiba kuteua wajumbe wa tume, lakini tumeweka utaratibu mzuri wa kisheria unaoleta uwazi lakini na usawa. Tumetengeneza kamati ambayo itakuwa na jukumu moja ya kupendekeza jina la mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi kwenda kwa rais. Kwa rais pamoja na katiba kumpa mamlaka, lakini hachagui tu mwenyewe, kuna kamati ya usaili inayopendekeza majina kwenda kwa rais. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, Mheshimiwa mwenyekiti, tumetengeneza utaratibu wa wajumbe wote wa tume wanaomba nafasi kwenye kamati ya usaili. Kamati ya usaili inawafanyia usaili, inatoa mapendekezo na kuchagua wale ambao watakuwa wamekidhi vigezo. Na zaidi sana tumeenda mbali. Hii kamati ya usaili, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, imewekwa watu ambao kwa nafasi zao, kwa mchakato wa upatikanaji wao, ni watu wasiotiliwa shaka kwenye nchi yetu. Kamati inaongozwa na jaji mkuu, inaongozwa na jaji wa Zanzibar, inaongozwa na mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na utawala. Unataka watu gani wengine? Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda duniani kote huwezi kutoa kabisa mchakato wa kutengeneza tume na serikali iliyopo. Tunao rais. Hii nchi sio kwamba ipo haina rais, rais yupo, huwezi kumtoa. Lakini nchi zote wanachotumia ni utaratibu kama huu, unakuwa na kamati au unapeleka bungeni. Sisi humu tungeweka sheria kwamba wajumbe wa tume waletwe wapitishwe bungeni, bado wangepiga kelele, wangesema wabunge wengi ni wabunge wa CCM. Tumeunda kamati ambayo ina watu kutoka kwenye vyombo vinavyoaminika vyenye sifa za kustahili kuwa na haki ya kutenda kazi kwa usawa kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo jingine tumefanya, muda mrefu tumelalamikiwa kuhusu uteuzi wa mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi. Kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais amekubali na sheria tumepitisha bungeni. Mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi hateuliwi tu na rais mwenyewe, lakini tume ya uchaguzi ndio imepewa jukumu la kutafuta na kupendekeza kwa rais mtu wa kuwa mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi. Kuna reform gani nyingine inahitajika zaidi ya reform hizi ambazo zimefanyika? Mheshimiwa Naibu Spika, sio hilo tu. Tumekuwa pia na muda mrefu tukilalamikia uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Na sheria tuliyokuwa nayo, sheria ya taifa ya uchaguzi, ilikuwa inatamka na kutoa sharti moja kwa moja kwamba kila mkurugenzi wa halmashauri ya jiji, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, mkurugenzi wa manispaa ndio atakuwa msimamizi wa uchaguzi. Kwenye sheria hii tumempa nafasi rais aweze kutafuta mtumishi wote wa umma mwandamizi ambaye mara nyingi huyu atakuwa sio lazima awe mteule wa rais, hali ambayo inamuondolea wasiwasi na kumfanya atende kazi hii kwa usawa. Lakini zaidi sana, kwa mara ya kwanza tumeweka sheria kwamba msimamizi huyu wa uchaguzi. Mheshimiwa, unazungumza mambo muhimu na kuongeza dakika moja. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Tumeweka kwenye sheria kwamba msimamizi huyu wa uchaguzi kuna sifa ya ziada, lazima awe hajashika nafasi yoyote kwenye chama cha siasa kwa muda usiopungua miaka 5. Hili ni jambo ambalo ni kubwa na jambo ambalo halikuwepo. Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia mambo yaliyofanyika ni mambo makubwa. Ukiangalia utaratibu uliowekwa ni utaratibu mzuri. Jambo hili limekuwa limebaki kwenye namna ya kupata watumishi wa kawaida, mpaka wasimamizi wa vituo, mpaka wasimamizi wa vituo vya kuandikisha na vituo vya kupigia kura. Wanaomba kazi, wanafanyiwa usaili, wanaajiriwa. Mimi niombe wizara na niombe serikali kwenye mambo ya msingi kama haya tusiwachekee watu wenye nia mbaya. Kama tumefanya yote haya na bado watu hawaoni, watu hawa wana jambo lao jingine. Tutoe elimu kwa Watanzania wajue ukweli, lakini tusimamie sheria, nchi yetu iendelee kuongozwa kwa mujibu wa utaratibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema na kushukuru sana, naunga mkono.